Haya, unapotazama kwa mbali, hilo ni kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Houston, miongoni mwa makanisa makubwa ama wenyewe wanaita mega church. Mara ya mwisho kuja hapa ilikuwa mwaka 2018 nilipokuja hapa kwa mara ya mwisho kulitembelea hilo kanisa. Ilikuwa mara yangu ya kwanza na ya mwisho. Leo ni mara yangu ya pili. Hili ni miongoni mwa makanisa makubwa ya Waadventista wa Sabato hapa Houston, Texas. Patana nami. Naam, sasa nimeshafika kwenye eneo la kanisa lenyewe. Ni bango la kukaribisha, na angalia hili kanisa linaitwa World Harvest Outreach. Kanisa la Waadventista wa Sabato la World Harvest Outreach, ambayo inaelezwa ni miongoni mwa makanisa makubwa hapa Houston. Naweza kusema ni la kwanza kwa ukubwa. Na kanisa hili historia yake inaanza mwaka 1901 ambapo washiriki walikuwa kwenye maeneo haya. Huku ni kwa nyuma, na sijui kama liko wazi, nitamani ingie huko ndani, na lina ukubwa wa futi za mraba 34,000. Futi za mraba 34,000 ndio ukubwa wa kanisa hili. Najaribu kulizunguka ili uweze kuona, japo nitamani sana kama ningeingia humo ndani ili kanisa. Kama wakati fulani mhubiri wa kimataifa Doug Batchelor kutoka hapa Marekani akija hapa Houston kufanya ile mikutano yake, huwa anakuja kufanyia hapa, kwa sababu inaelezwa kwamba humo ndani kuna vifaa vya mawasiliano vya hali ya juu sana vya kisasa, katika kuhakikisha kwamba kanisa linakuwa zuri. Ni kanisa kubwa kweli kweli. Sasa hapa nalizunguka kanisa lenyewe. Kama nilivyosema kwamba hili kanisa lina milango 20. Kazi kweli kweli. Nilizunguka hili ni kazoezi ka kutosha. Kanisa linaitwa World Harvest Outreach. Na kama nilivyosema kwamba kanisa hili lilianzishwa, ama uwepo wa kanisa lenyewe, hili jengo lilimalizika mwaka 2013. Lakini ilianza kujengwa 1998. Kwa hiyo 2013 inamalizika. Tutaangalia nembo ya kanisa la Waadventista wa Sabato duniani. Hii hapo imetulia kabisa kwa uzuri. Na ndio hapo. Muda wote huu nimezunguka, nilikuwa nalizunguka kanisa. Hizo haya. Kanisa la Waadventista wa Sabato la World Harvest Outreach. Haya. Ndio hivyo tena, wenzetu wanawekeza. Naam, hili ni kanisa la Waadventista wa Sabato la World Harvest Outreach, ambalo liko kusini mashariki mwa jiji la Houston. Ni kama dakika 20 hivi kwa gari kutoka katikati ya jiji la Houston. Kanisa hili ni la waumini wenye ni wa Marekani weusi, ndio wanaoabudu hapa, Waadventista wa Sabato. Na historia ya kanisa hili imeanza mwaka 1901 hapa Houston. Kanisa lina milango 20 hivi huko ndani ukilizunguka. Nilitamani niweze kuingia humo ndani, lakini kwa sasa limefungwa. Huenda wakati mwingine nikija nitaweza kuona. Mara yangu ya kwanza kufika hapa ilikuwa mwaka 2018. Kwa hiyo lina ukubwa wa kuweza kubeba watu 3,800. Na mpaka sasa hivi takwimu zinaonyesha kwamba washiriki ambao wanaingia hapa ni washiriki 1,850. Kanisa hili, jengo lenyewe lilijengwa kuanzia mwaka 1998 na mwaka 2013 ndio likaanza kutumika. Na inaelezwa kwamba mmoja wa wabunge la Marekani ambaye alikuwa mbunge ambaye alifariki mwaka 2024 alikuwa miongoni mwa
watu waliofanikisha ujenzi wa kanisa hili ama jengo hili, ambaye ni mwanamama anayeweka historia ya aina yake katika maeneo haya. Yeye alizaliwa hapa katika maeneo haya ambako wanaishi Wamarekani weusi, na kanisa hili lilipitia katika baadhi ya makanisa ikiwemo kanisa la Waadventista wa Sabato la Berean ambayo lilikuwepo hapo zamani, wakaungana makanisa mawili yakaunganishwa, ndio likatokea hili kanisa ama jengo hili ambalo sasa linatumika kwa ibada hapa Houston. Kama sikosei, hii ni ofisi, unaiona nayo ni kubwa tu, ambayo ukubwa wake unaweza kutosha kanisa lingine. Nimeambiwa kwamba mara kadhaa Doc Batchelor akija kufanya mahubiri yake hapa Houston huwa anapenda sana kuja hapa. Nitamani niweze kuingia huko ndani kwa sababu naeleza kwamba kuna teknolojia ya hali ya juu sana huko ndani inayofanikisha masuala ya ibada, uimbaji na mikutano mbalimbali kadha wa kadha inayofanyika hapa. Naam. Asante sana.